Kama unataka kupandikiza mbegu ya utajiri, na hapa naongelea utajiri wa material things, sikiliza hii video. Unajua kuna utajiri wa aina nyingi, kuna utajiri wa moyo, nafsi, mapenzi, amani, lakini leo specifically tunaongelea utajiri wa material things. Magari mazuri, manyumba mazuri, sijui mapesa, sijui vitu vizuri, all the expensive things ambao unazijua. Unataka kupandikiza mbegu, sikiliza hii video. Kuna new moon kwenye nyota ya Taurus ambayo imeanza tarehe 16 jana, ipo mpaka tarehe 20, lakini ukiweza unaweza ukatumia hii energy throughout your whole life, kwa sababu unapopandikiza mbegu lazima utakuja kuvuna. Taurus inaongozwa na sayari ya Venus ambayo inasimamia mvuto wa muonekano, inasimamia mapenzi, inasimamia possession. Kwa hiyo kila kitu tutakachoamua kukipandikiza lazima kisimamie katika hizo categories. Tunaongelea mvuto, possession na material things, lakini pia tuongelee mapenzi. Sasa sitaki kukuchosha, nataka tu uamue kufanya hii practice. Siku ya leo unapoona hii video, nenda kwenye kabati lako, angalia ni nguo gani ambayo huwa unadhani hii nguo nikivaa nitaenda kwenye occasion maalum, hii nguo nikivaa watu wataniona hivi. So unajua kuna nguo tofauti tofauti. Mtu ananunua suti kwa ajili ya kuvaa kwenye sherehe, au ananunua gauni nzuri kwa ajili ya kitu fulani ambacho kina status kubwa. Nenda kaangalie hiyo nguo ambayo kwa akili yako unaiona ina status kubwa. Tunaenda kuanza kudeal na muonekano. Nenda kavae kile kitu ambacho unajua ukitokea tu ukijiangalia kinaongelea uzuri na mvuto, kwa sababu kupitia uzuri wako na mvuto wako ni rahisi sana kupata hii energy ya material possession. Yani kwa kifupi namaanisha look exactly unavyotaka kuvipossess. Yani huwezi kuwa wewe unataka kumiliki labda gari la milioni 200 and then hujamatch hilo gari la milioni 200 hata kwa muonekano. Tuseme wewe unataka kupossess aina fulani ya mahusiano au mwanaume au mwanamke, lakini hauendani na status ya hao watu unaowataka, kwa sababu kila status ya maisha ina namna yake ya muonekano. Kwa hiyo nenda ka invest kwenye muonekano wako leo, na sisemi tu leo afu kaacha, hapana. Yani focus more kwenye wewe mwenyewe, focus more kwenye kupandikiza mbegu ya uzuri na mapenzi na mvuto ndani yako, kwa sababu kupitia muonekano wako ambao ndani yako unajiamini vizuri, ndivyo ni rahisi kuvuta kila kitu ambacho ni kizuri kwako. Ni rahisi kuwa magnetic kama hiyo magnet inaanzia ndani. Kila kitu utakachofanya, fanya kwa ajili ya wewe kujisikia vizuri. Ukishamaliza kuvaa hivyo na ukajiona umependeza kabisa na ukaona kabisa unaongelea pesa, unaonekana kama pesa, nenda kafanya activity moja ambayo itakufanya wewe uconnect na ulimwengu, lakini kwenye point ya material wise. Sawa, unaweza kaamua sio umependeza, unaweza kaamua kwenda kwenye yadi ya magari ambayo ina lile gari ambalo unalitamani sana. Nenda, ushavaa kama mwenye gari, nenda kalione hilo gari. Nenda katembee uone wewe na hilo gari mnakuaje. Tembea, nenda kwenye apartments ambazo unajua kabisa mimi natakiwa niishi hapa. Tafuta dalali, mlipe hiyo 20,000 sijui ya kukuonesha nyumba, mlipe. Nenda kaone, jione wewe vibration yako ikoje na hiyo nyumba, utajua. Anza kuzoesha muonekano wako, akili yako na hivyo vitu ambavyo unavitamani sana, kwa sababu kila kitu kinaenda na frequency. Kila sehemu ambayo utaamua kutembelea, jione wewe ndio hivyo vitu. Jione kwamba unastahili. Yani usione kwamba hayo maeneo yana wenyewe. Hapana. Hauna pesa sasa hivi, lakini pesa inaanzia kwenye kichwa, na ndio maana tuko hapa tuna rewire ubongo wako ili uzoee hivyo vitu. Uzoee hivyo vitu ambavyo unajua kwamba ni vya watu wengine. Hapana. It's yours, you deserve that. Ndio maana uko nao kichwani hiyo kazi au hiyo pesa au hiyo nyumba unaoifikiria sana. It's yours. The issue is hujapandisha frequency ili ukipate kimanifest physically. Ndio tunachokifanya hapa. So invest in yourself, focus sana kwenye material things. Nenda katafuta hicho kitu ambacho unaogopa kukivaa siku zote, kimekaa kwenye kabati, nenda kavae. Hicho kiatu ambacho unajua hicho kiatu nikipata mwaliko Ikulu au Ikulu kufanya nini? Vaa hicho kiatu. Sijui hiyo pochi imekaa kabatini nasubiri perfect occasion. Isisubiri perfect occasion ni sasa hivi. Vaa, tembea, nenda on that shit. Take up spaces, kwa sababu you deserve that. And happy new moon in Taurus, kwa sababu material things mtu yote anaweza kupata, lakini the difference ni kwamba tunatofautiana frequency. Ulimwengu umejaa wingi wa kila aina. Usidhani kwamba ukitaka gari unapoteza, ukitaka sijui nini unapoteza. Hapana. It's all up to you to choose. The universe is always abundant. Goodbye.